Wagwan everybody, karibu kwenye chamba ya Clouds TV na Clouds Digital. Mimi naitwa Anderson Dickson. Time yako ndio hapa kupata zile info zote ambazo unastahili kuzipata kutoka kwangu kuja kwako, and of course this is our time to get all the infos, so you don't have to go nowhere. Kaa nasi ili uweze kuenjoy all of the good stories. Leo kwenye chamba tumebarikiwa kuwa na one of the beautiful lady. Yes, namzungumzia Dolin na brand yake ambayo inaitwa Sassy Fly Luxury event, right? Yes. Natamani kujua why luxury hapo katikati kwanza. Well, luxury is watu wengi wanaipa definition tofauti. Yeah. Luxury to me ni experience. Okay. And I think I've already mentioned this before. Yeah. Kwamba unapoenda kwenye labda 5-star hotel, Yeah. sawa, utaenda uchukue chakula. Yeah. Na let's say unaweza kuchukua labda beef steak. Yeah. Huyo ng'ombe ni huyo ng'ombe ambao utaenda kwenye hoteli nyingine ndogo na ukaipata kwa bei rahisi Kabisa. lakini pale unaipata kwa gharama kutokana na zile taratibu unazopata, zile experience kuanzia sahani, Yes. aina ya sahani, the service. Yes. So that's what makes it luxury. Yeah, So okay. mimi ni luxury ni kwamba ninahakikisha I give you the best service Okay. when I do your events. Yes. And that is where luxury comes from. Yeah. Yes. Wewe ni event planner, Designer. designer. There's a difference. Okay. Yes. Kuna tofauti ya event planner na designer. Ndio. Okay. Unafanya nini hapo? So event planner ni yule anachukua the whole labda event na anaiplan kuanzia let's say kama ni harusi, anaanza kuanzia nguo za bibi harusi, kujua nini, yeye ndio anatafuta vendors wote, kwamba nani atakuwa wa keki, nani atakuwa wa maua, nani atakuwa MC na hivyo. Huyo ni planner. Yes. Na event designer I design. Yes. Yani kwamba napata mteja wangu, namsikiliza vision yake, na I design, alafu na I bring it to life. Okay. So you do both? I do designing in floral. Okay. I barely do planning. Only on very special requests. No, okay. Don't nafanya planning. Okay. But a lot of the time nafanya designing and now the floral and all that. Okay. Yes. Natamani kujua ilikuwa rahisi ama ngumu kiasi gani kwako kuweza kufanya haya yote, kwa sababu we all know kwamba haya uyafanyia hapa Tanzania. Well, ilikuwa ngumu, as you know, kwamba kule ni Marekani. Na there is not a lot of people like us that do what I do. The challenge of being black, that's a big one. So what I will say ni kwamba mwanzo wangu ulikuwa mgumu sana, na support, naweza kusema support yangu kubwa ilikuwa ni kutokea kwa Mungu na mume wangu and some few close families. But in the long run, imekuwa yani imeenda ikiwa rahisi zaidi, kwa sababu sasa hivi more established. Na watu wanaiona, unajua kazi ikishaonekana, unajua mwanzoni unakuta kazi haijulikana bado, kwa hiyo you have to use so much, lakini unaambiwa kizuri kinajiuza, kibaya chajitembeza. So kitu kishakuwa kizuri, you don't need to like really hustle that much. Yes. Na kiukweli kama mtu akipata nafasi ya kutembelea page yako na kuona kazi zako unavyozifanya, unaweza ukasema huyu sio Mtanzania ambaye anafanya hiki kitu. Napata all the time. Yes, umeona. Watu wengi, hata mimi mwanzoni iliniwia vigumu kuamini kwamba ni wewe unafanya. Natamani kujua baada ya wewe sasa hivi kazi zinavyoonekana, imekuwa rahisi kiasi gani hata unapopata deals, yani watu wasiangalie tena huyu si mwenzetu, huyu tena si mweusi, wanakupa kazi. Like how easy imekuwa kwako? Honestly, I won't call it easy. Sababu ukishaongelea luxury, inamaanisha even the pay is high. Because that means you're working with a very small group. Unanielewa? Kwa hiyo ni ngumu zaidi, kwa sababu kuna wengine wanajua maana ya luxury, na kuna wengine hawajui. Kwa hiyo unaweza ukamwambia mtu hivi akakwambia yani mimi nilipe hiki kwa ajili ya hiki, they are not knowing kwamba why wanalipa. Kwa hiyo bado ni changamoto na ni ngumu. Na kila siku hata nikipata mteja na jaribu, na ni mzuri sana wa kuwaeleza na kuwaelimisha, wanajua tofauti. Uzuri ambacho kitu ninachopata ni kwamba mteja anapokuja kwangu, yani kwa sasa hivi sijielezi sana. Mteja anapokuja kwangu tayari anajua
nitapata nini kwa Doreen. So it makes it yani kama hanichukui ni kwamba hanichukui kwa vile hana uwezo wa kulipa. Lakini sio kwamba hauna kazi zako hazina ubora. Kwamba kazi yangu I deserve to get the money. Hapana, ni kwamba I really want you but I really can't afford you. Yes. Watu wengi wenye sherehe huwa wana ndoto kwenye events zao waweze kudesigniwa vitu vya tofauti. And kwako ni perfect choice kuja kufanya kazi na wewe. Natamani kujua huaga sometimes labda wale ambao hawanashindwa ku afford gharama za mapambo kwako, huwa una namna ambavyo labda unawasaidia, okay, I know you can't afford me lakini naweza nikakusaidia kwa hapa. So thank you. Hiyo ni nzuri. So nilifikiria hivyo na ndio maana nikafungua kampuni yangu ya pili ambayo inaitwa Nolek Luxury Rental. Ni kampuni ya kukodisha vifaa vya sherehe. Kwa hiyo hata kama huwezi kuni afford mimi, unaweza ukakodisha vile vitu ukafanye mwenyewe. I like that. So that's what I've created. So nina Nolek ambayo watu wanaweza wakakodisha vile vitu waende wakafanye wenyewe. You know, because then sometimes unajua ni rahisi kumwambia mtu hiki na hiki na hiki, lakini wakikichukua wakienda kufanya wanaona okay, input yako pia ni nzuri, lakini angalau pia wanasema sikuwa afford lakini naweza nikachukua vile vitu nikafanya. Yes. That's beautiful. Nimeipenda hiyo. Any plan labda kwa ajili ya kuja Tanzania sasa na kuanza kuwainua vijana mabinti ambao nao wana ndoto za kuwa designers kama wewe? Plan iko hapo na nafanya mpaka sasa hivi ambayo ni mentoring. Kuna uzito kidogo kwenye watu wa nyumbani. Unajua mimi nafanya mentoring hata kule Marekani kwamba ninakufundisha. Lakini nyumbani huko uzito naona ni kwamba watu wagumu kuinvest in themselves. Umenielewa? They want free things. And there's nothing for free in this world. We all work for it. Kwa hiyo unakuta mtu anataka kuambia naomba niongee na wewe au naomba nikutane na wewe ili uweze kunisaidia. Sawa. Hawajui kwamba ile tu kukutana na mimi pia ni muda na huo muda pia it's money. Sawa. Ningekuwa ninafanya kitu kile huo muda. Kwa hiyo na pia mtu ukimpa kitu kwa bure hakichukulii thamani. Lakini mtu akiwa amekiinvest on it anakichukulia thamani. Kwa hiyo and that's why yani mimi natamani wengi wajifunze lakini they have to understand there is nothing for free. Hakuna yani hata kama at least kwamba onyesha nia. Na pale unapokuja umeinvest hata mtu anakuonea kusema jamani huyu naona amenani hata nimuongezee kitu fulani na fulani. Soko lako unaolifanya huko Marekani na hata Bongo sasa hivi kuna designers ambao wanapambana kweli kuhakikisha kwenye sherehe za watu zinakuwa zinapendeza sana. Natumaini utakuwa umeona baadhi. Natamani kujua ukipewa nafasi ya kuwashauri ama ni kitu gani wanaweza waka-add kwa wale ambao tunaona wanafanya vizuri, kwa sababu hapo ambao wanafanya vizuri and tunaona kabisa, unaona kabisa hii kweli ni luxury ambayo Doreen unaizungumzia most of the time. Unawashauri nini kwao kwenye kazi zao? They focus on detail. The detail hapo wako they're lacking. Wako wengi na wanafanya vitu vikubwa sana na I'm very proud kuona Watanzania wenzangu hapa wanafanya, but ushauri wangu ni kwamba wa focus more kwenye detail. You know, luxury is about detail, experience, so hivyo vitu ni muhimu. Sababu unaweza ukaingia ukapata ile but sasa unaanza kuangalia vitu kimoja kimoja, you know, kwamba huyu amekaa hapa amepata nini, hivi vimekwaje, all the table setup, all this, yani the detail. Na nimeelewa zaidi niliposema details, kwa sababu kweli unaweza kuona sehemu imependeza lakini no details. And wanasemaga details matter most of the time. Turudi sasa huku kwingine. Natamani kujua top 5 yako ya wa bongo lakini ambao wanafanya vizuri kwa upande wako. Even top 2. Well, for me, what I will say is, it's kind of hard. Kusema kweli, lakini the people that mtu wa kwanza ambaye naweza nikasema ni mdogo na hajaanza juzi na kusema kweli not so too mdogo, is very humble ambaye nitajua anaenda mbali. His Peeps events. Peeps events, I've met him in person. Na what thing about him ambayo nilipenda ni kwamba ni mtu ambaye anapenda kujifunza.
Na pili, he's a very humble person. Very humble. Na he loves to collaborate. Yani na naangalia kuanzia ameanza na anakoenda atakuja kutisha. Yes, true. Sana. True. Then we have Kevin Events. Kevin Events, yes. He's amazing. Oh, yeah, he's always been amazing. Yeah. Anafanya kazi nzuri sana. Sana. We have Eventfully. Pia naye anafanya kazi nzuri. Yes. Then there's one person ambaye hapendi kujitangaza, but she does an amazing job. And I hope ataangalia hii na atoke. Yeah. Is Milen. Oh, yeah. Milen is one of the best designers. Lakini kazi zake nyingi hajapenda kuonyesha sana, but yeah, those are the people I can say kwamba yeah, I love what they're doing. Okay. Yeah. Safi. Kazi unayofanya design inaenda hand to hand na architecture. Yes. Ushaifikiria labda kuingia kwenye upande pia? I don't know if you have seen, I have two pages. Okay. I have the Sassifa Luxury Events. Yes. And I also have Design with Doreen. Oh, yeah. Design with Doreen is all about interior design. Yeah. Na ukiingia kwenye page yangu utaona ninajenga nyumbani kwangu. Oh, yes. Najenga, nina paint. Yes. So I do that as well. Yeah. And so mi nafanyia na pia nafanya private interior design kwenye nyumba za watu. Okay. And most of them they like luxury. Yes. So I do that too. Yeah. Kwa hiyo ikifika kwenye mambo ya architects and all that, I'm also in there too. Okay. Yeah. That's beautiful. Yeah. Kwa sababu sasa tunaona ile luxury unaitoa sasa kwenye event unahamishia nyumbani. Yeah, because unajua a lot of the time tuna spend time uko nje. Tunataka unaporudi nyumbani unatamani urudi sehemu ambako kumetulia. Yeah. It feels home. Yeah. So that's what I create. I create somewhere where it's your little paradise. Yeah. When you go back home. That's beautiful. Yeah, so I do that too. Okay. Kitu gani ambacho kipendi kikiwa kwenye nyumba na watu wengi labda waga wanakuaga nacho and unataka kuambia kwamba don't do that please? Makorokoro mengi. Yani I think watu wana confuse kitu kizuri na unajua mkuta mtu ana vitu vizuri. Yes. Lakini ameweka vingi, amejaza kidhania too much details. Yes, too much ambayo inakuwa cluttered. It's cluttered. Kwa hiyo the simplicity makes a home very nice, clean and very homey. Yes. Yeah. So hiyo ni one of the thing, yani organization and very less. Wanasema vitu vichache vinapendeza zaidi. Sana. Yes. Na ndio maana ukienda hata kwenye hoteli watu unaenjoy kwa sababu hoteli ni nzuri lakini haina mambo mengi. Haina makorokoro. It's all because of that. Unaipenda ile calmness. Yes. Yeah. So you want to have that at home. Oh yeah. True. Kuna mtu nishaye kwenda nyumbani kwake, sebuleni pale kapanga ndoo za maji. I'm like really. Yeah, unaona na ungeweza kuweka jikoni, ungeweza kuweka, yani sio lazima uwe na pesa au uwe na vitu vizuri kuwa na nyumba. Unaweza ukawa na nyumba yako ya kawaida tu, lakini ukaipanga ikawa kasafi, akana mambo mengi. Yani it's not all about money. Ni kwamba jinsi ya upangiliaji ya vitu mpaka unasema okay, this is nice. Yes. Yeah. Safi kabisa. Nataka sasa turudi kwenye vitu vingine. Vijana wengi sasa hivi wanaamini ama toka kwa nyuma, lakini wako wanaamini ya kwamba ili wapate maisha mazuri lazima waende nchi za nje, waende Marekani huko, wanaamini ndio kuna maisha. Mwingine unakuta anajichanga ili aweze kupata nauli aende zake huko. Sasa hao unataka kuwashauri nini? Ni kweli au maisha mazuri ambao wanahisi yapo huko yapo? Kusema kweli hapana. Natamani niseme hivyo lakini sio. Yeah. Nyumbani hapa nimekaa muda wa wiki 3. Yeah. Na nimeona opportunity nyingi sana. Oh yeah. Ambazo vijana wetu ambao wangeweza kuzigrasp. Yeah. Lakini vijana wetu I think na nimekiongea sana hiki ni kwamba they don't take things serious. Oh yeah. Na kila kitu wanaona kwamba wanataka the easy route. Yani nataka nifanye hivi results ionekane haraka. Yeah. Na sasa ukisema ukienda Marekani kule sasa yani unaambiwa kama ulishindwa kutoboa vizuri huko, kutoboa Marekani ni ngumu kabisa. Kwa sababu kule ndio kugumu zaidi. Yes, utafikia kwamba kuna hela nyingi, si dola ngapi. Lakini lazima ufanye kazi kwa bidii na kwa nguvu sana. Oh yeah. Sawa. Kwa hiyo opportunity ni kwa wale ambao wanaona kabisa hapa sijapata opportunity, sijatoboa. Na ukiangalia wakifika kule wengine unakuta wanaishia kwenye ile kitu kimoja. Yeah.
So that means kwamba sio kwamba amepata opportunity, kwamba kule kuna ile opportunity ya kazi ya bei juu kuliko huku, lakini sio kwamba ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo what I want them to know ni kwamba yes, kuna opportunity Marekani, na watu napenda watu waje na wajifunze vingi, lakini wasidhani hata nyumbani hakuna opportunity, ziko nyingi. Wanaweza wakastick to hapa wakazipata. Yeah, you can stick to hapa pia huku. Yani ziko inategemea pia na wewe na your mindset. Kwa sababu watu wengi wanafanya vizuri hapa nyumbani, na hata ukiwaambia waende hawezi kwenda. Hawezi. Kwa sababu hiyo unakuta kuna mtu anaamini ya kwamba akisikia ukienda Marekani unapata kazi ya $1,000 unalipwa kwa siku. Lakini $1,000 inaweza ikawa huku ni nyingi, lakini kule sio nyingi kwa sababu kuna bills unalipa, na hapo umefanya masaa mengi. Sawa. Na umeifanyia kazi kikweli kweli. Yani kule hamna like sijui umetoka saa 8, sijui saa 10, umeenda kwa marafiki zako, umechill. There's nothing like that. It's work. So unaweza kuwa unapata zile kazi nyingi hela, lakini you really work for it. Na bills kule ni juu. How do you manage your beauty? Wewe ni mama, ni mke, mfanya biashara. Unawezaje kuvipanga hivi vyote vikawa viko sawa na bado ukaonekana sexy? I honestly I think it's just who I am. I'm a very active person. Na kitu cha kwanza I think kwangu kirahisi ni wa familia. Like I'm a family person. Kwa hiyo familia yangu, mume wangu, watoto wangu ndio kitu cha kwanza. Na nimecheka kwa sababu kuna wakati yani mara nyingi mume wangu ananiangalia anacheka, anaweza kuniambia Doreen, we are going somewhere. Wakavaa wenyewe wamevaa, mimi nikawavalisha watoto, nikawavalisha hapo sijui navaa nini. Nikawavalisha but within 2 minutes. Alafu sometimes ukuta manguo yako tu hivi ananiambia, how did you find something on top of this big pile? Like how? And you look good. Yani umewezaje? So I think it's also an eye. Yani unakuta saa nyingine yani kitu tu nikiingia mahali nikiona kitu ni hivyo. Na hata kwenye upambaji wangu timu wangu wanashangaga sana. Naweza nikaingia na niko labda tuna design ambao tulikuwa tumeshai plan, tukafika pale labda kuna vitu vikavunjika, sasa tunatakiwa tuwe na plan B. Ninaigeuza like boom, na hata plan B inakuwa nzuri zaidi, na wamekaa pale wananishangaa ninavyofanya, wana like how did you do that? Yani I think it's a gift from God. Naweza kusema Mungu amenipa, ni kibali Mungu amenipa. It's not easy. I make it look easy, but it's overwhelming. So like one of the thing I love to do ni music. So anything I do, hata nyumbani kwangu nimefunga maspika. Kwa hiyo I just put on my music, I get it done. Yani so but it's not easy. It's really hard. I know. Kitu mistake gani ushawahi kuifanya kwenye fashion? Ulienda kwenye event alafu ulivyokuwa kule ukagundua kwamba siko sawa na ukawa uncomfortable na unasahau? Kwenye wakati nikidesign? No. Sasa wewe mwenyewe labda mavazi, nywele. To be honest, ever. Sikudanganya. I either go nice or I don't. Yes. Usipopendeza uendi? No. Vitu gani pia uwezi kuvifanya ama kuvivaa? Unaona kabisa this is not me at all? Well, mimi I don't go with fashion. I go with what looks good on me. I like that. So it's not about fashion or not what about what the price. It's all about naweza nikavaa kitu cha $5. It's all what looks good on me. That's what matters to me. Yes. I love that confidence. Wanasema kibongo tunasema maji kupendeza ni damu. Ama kupendeza ni mwili wakati mwingine wa mtu. Yani ni baraka mtu inakuwa inamshukia. Na katika hiyo baraka ambayo imekushukia, ni style gani ya nguo kwako unasema sawa inawezekana nipendeza but vingo vifupi. I don't think it's classy. It's sexy, but I don't think it's classy. So I barely wear it. And it's like sio mbaya lakini kwangu si kitu changu. It's not mine. Sasa turudi kwenye maisha in general. Najua umekaa muda mrefu, miaka 10. Story nyingi sana Bongo zinaendelea. Na sasa hivi moja kati ya kitu trend na kupaumbea sasa. Moja ya kitu trend sasa hivi Bongo ni kumekuwa na vice versa. Kwamba vijana wanataka wanawake ambao tayari wako stable, financially stable. Yani kwa vijana wengi I'm pretty much sure sasa hivi ambao wanatazama, yani wapo 10-15 tayari wanajua ili dili langu Doreen huyu akiendelea kukaa Bongo namtafuta. Kwa vijana kama hawa, what is your take to them?
Kwa kweli mimi naamini kwanza cha kwanza woman should be financial stable. Why? Kwa sababu inampa mwenye confidence na naamini kwamba inamsaidia yeye pia kuongoza kufanya vitu vingi. Na mimi personally naamini kwamba ukiwa mwanaume ambaye anayekufuata kwamba kwa ajili ya financial stability, I don't think that's a man. Sawa. I want mwanaume ambaye anajua kwamba you can be financial stable na nitakusupport with financial stable, but mimi ni mume wako, I need to take care of you. A good example is me. I have companies, I have business, I make my own money, but my husband takes care of everything still, including me. Haniulizi hela yangu inaenda wapi, nafanya nini na hela yangu. So ile the mentality kwamba niwe na mwanamke ambaye ni financial stable ili niweze na yeye I relax, no. You still gotta do what you do. Hata kwenye Biblia inasema kwamba mwanaume atafanyaje? Atakula kwa jasho. Na mwanamke atanani. So yes, as much kwamba maisha yamebadilika, but still the same applies. Kama nilivyosema, mimi nitakuwa nakupa tu juices za story ambazo zilikuwa zinaendelea kutokea wakati wewe haupo. Bongo pia kuna trend sasa hivi ya wadada wengi kutamani kuolewa na wazungu. Yaani wazungu sasa hivi imekuwa ni trend. Kwamba ili aweze kufanikiwa inabidi ampate mzungu wake. Yaani regardless umri. Yaani umri ya umati kabisa. Niwe na mzungu anipe maisha. Hivi ni kweli wazungu wanatoa hayo maisha ambao wadada wengi wanadhani wanayatoa? Yani naomba niongee kwa experience yangu. Sijawahi kudate Mwafrika. Maisha yangu. Tokea niko Tanzania nimedate wazungu. Kwa naweza nikakupa, I think I'm the one of good person kukupa jibu. Wazungu hawakupi maisha. It's just the opportunity kwamba kuna vile vitu ambavyo mzungu anakupa ambavyo mimi kwangu naongelea sasa mimi. Unajua kila mtu yuko kwa kile kitu mwanaume wa kizungu anakupa ambacho kinakufanya uwe wewe. Cha kwanza mimi ni ile loyalty. Kwamba huna ile uoga kwamba atanicheat sijui nini. Cha kwanza. Cha pili ile respect, heshima anayokupa. Heshima anayokupa ni nzuri kiasi kwamba unakuwa na confidence ya kufanya vitu. Na ile support ikifika kwenye mambo sasa ya kimaisha ni akili yako. Sababu naweza kupa mfano mzuri mimi. Mimi mume wangu tumekutana, ameajiriwa na mimi nimeajiriwa. Na wakati tunaanza nikawa namsindikiza, akawa anafanyaga vile vinaitwa side job. Jumamosi na Jumapili anachukua vile vikazi vya pembeni lakini ambao kazi anaofanya. Kwa hiyo anapofanya vile naangalia napata, naambia umepata shilingi ngapi leo? Ananiambia 5,000. I'm like what? Hii side job tu hivyo. Nikamwambia sasa tufanye hivi, utaacha kazi ili tufanye mimi na wewe hii. Hakunielewa, alikuwa anaona kama michizi. Ilitumia miaka 2 mimi kumconvince. Sawa. Na alivyoacha tukaingia mimi na yeye. Mimi sijui kampuni yake, yani sikuwa najua hiyo industry. Nikajifunza. Nilikuwa ninaenda saa nyingine na mtoto mdogo miezi 6 ofisini na mnyonyesha huku nafanya kazi. Na kila kitu, yani mimi huku na huku utafikiri na vijua, naenda najifunza vitu. Na mpaka sasa tumekuwa na kampuni imeajiri watu 200 na zaidi, na tuko kwenye miji 6. Ni kitu ambacho na believe it or not, hakuna kitu atafanya bila kuja kwangu kuniuliza kabla haja make any decision. That's beautiful. Na vitu vingi na wote ambao nimepita no experience ni kwamba ile kwamba unapata ile exposure, lakini na ile mimi kwangu my biggest thing ni ile loyalty. I'm a queen, I need to be treated like one. But at the same time so kwamba they're perfect, they are not perfect at all. Yani kwanza wazungu ni wagumu kupita maelezo kwa sababu hizi ni tamaduni mbili tofauti. Tamaduni zetu tumezoea kwamba tunasaidia nyumbani, tuna family. Ye mzungu ni kwamba wewe ni mke wangu na watoto wangu and that's about it. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana. Kwa hiyo inakuwa ni wewe mwenyewe kuangalia, lakini yani wengi ambao inadhani kinachotokea ni kwamba kinafanya watu wanakuwa inaitwa ile changanya, ni kwamba wazungu wanakuja huku wamekuja na dola zao. Wakizichange huku ni nyingi. Kwa hiyo unapewa kale ka lifestyle hapa, unaona aka ndo ka lifestyle, mpaka akikutoa akakupeleka kule ndo unajua
this is not it. Kumbe hata kazi anaofanya siwezi, yani maisha anaokupa hapa sio maisha anaweza kufanya nini kukupa kule. Kwa hiyo ukiangalia majority wa ambao wengi ambao tayari wako kule pia sio kwamba wana maisha kivile, lakini wakisema wayahamishe ile maisha yao huko yako makubwa. Kwa hiyo ndio ile mentality watu wakiona wanasema nataka mzungu. Hapana, ni wagumu. You have to be very strong to date one. Nimeipenda hiyo. Na sisi tuko kwenye msimu wa Malkia wa Nguvu 2025 na slogan yetu twende duniani. Malkia wa Nguvu is a platform whereby tunawapongeza malkia kwa jitihada kubwa ambazo wanazifanya za kuleta mabadiliko kwenye jamii na kwa watu mmoja mmoja. Unakuta malkia kama wewe unafanya kazi 250, kwa tayari umekuwa source ya income kwa watu wengine 200 ambao pia wanakuwa na familia zao. Sasa mtu kama wewe, sisi tunakuwa kusherehekea. Natamani kujua take yako kwa Malkia wa Nguvu ambao mabinti ambao labda washajaribu kwenye biashara si mara moja, mara mbili, mara tatu na zimeanguka, zimefeli na kuna muda wanahisi wanakata tamaa. Kuna wale single mothers ambao pia wameachwa na watoto, hawajui wanakula nini, but moyoni mwao wana ndoto za kupambania ndoto zao. What do you have to tell kwa hawa watu? Naweza kusema kwanza kuanguka sio mbaya. Mbaya ni kubaki chini. Na kuanguka unaweza ukaanguka kama mimi mwenyewe nimeanguka sana. Na mtu akiniangalia anaweza kudhani kwamba huyu amepata bahati, lakini nikiweza kuongea historia yangu nadhani itasisimua wengi. Na niko kwenye njia ya kuandika kitabu. Kwa sababu watu ni ile kutokata tamaa. Kitu ambacho nadhani mimi naweza nikawashauri na ambacho mimi nimekifanya kilinisaidia sana ni kumweka Mungu mbele kwenye kila kitu, kwa sababu unaweza ukakata tamaa lakini ile imani yako ikakusaidia kuendelea. Na again niliongea nadhani jana ni kwamba pia wakati angalia watu ambao wamekuzunguka. Ni watu wa aina gani? Yaani hiyo ni kitu ambacho napenda kuwaambia wanawake wenzangu. Angalia waliokuzunguka. Je, mkiamka mnaongea nini? Je, mnaongea umbea au mnaongea kuhusu kuangalia opportunity ama mnaongea kuhusu kunyanyuana? Hiyo kitu ni kikubwa sana ambacho kina affect kwenye maisha yetu. Unaweza ukaa hauna jinsi ama umeshindwa uko chini. Lakini yule aliyekuzunguka akakupa nguvu, akakupa ideas, akakupa direction, akakutoa kwenye one spot to another. Lakini kama uko kwenye group ambayo wewe mwenyewe uko chini alafu waliokuzunguka wote ni mnachoongea hakina maana, hiyo tena inakudidimiza zaidi. So always watch your circle. Na ninge also kuomba pia kwa hii Malkia wa Nguvu ambao mnaenda duniani, kuna watu wengi wa Tanzania wengi ambao wanafanya vizuri huko nje. Tunaomba nako mje huko muweze kutu celebrate, kwa sababu ni ngumu sana. Na saa nyingine unaona unatamani kukata tamaa, lakini tukapata ile support kwamba keep going, inasaidia sana kabisa. Yani inatupa moyo kwamba jamani, akataka kitu kadogo tunafanya tunaonekana, yani ili tuendelee kupambana. We need that. Hilo tutalifanyia kazi na mimi nitalifikisha direct kwa mwenyekiti wa Malkia wa Nguvu. Na uzuri mwaka huu hapa 2025 tunawatoa malkia 100 wa Tanzania, tunawapeleka China kuweza kujifunza namna gani ambavyo wanaweza wakakuza biashara zao, namna gani ambavyo wanaweza wakamiliki viwanda kupitia kazi zao ambazo wanazifanya. Kwa hiyo tunatoa elimu. Sasa hii elimu tumeamua tuenda tukaitolee China. That's very good. Kwa tunaanza taratibu, tutafika huko hopefully. Tunapenda hiyo na tunashukuru sana mnachofanya kwa sababu wanawake wanaweza if they get that support. Na mnaweza wakati mwingine bila hata support. Mnaweza. Thank you, asante sana. Umekuwa katipoa sana mimi na wewe kupiga story. Nimejua vitu vingi sana. Nimejifunza vitu vingi sana. Natumaini sio mimi tu, hata yule ambaye anatutazama na uhakika 200% naye amepata nafasi ya kujua vitu vingi sana. Wewe nilichokuja kugundua, wewe ni mama bora, mke bora, mchapakazi, very beautiful, na kingine katika yote, katika mapambano yako bado hujaacha ile kwamba mimi ni mwanamke, I need to look good. Na kitu kizuri sana. It's very important kwa sababu when you look good you feel good. Hata kama na mara nyingine natokaga namwambia my husband, hey, today I feel broke, but I'm going to dress up and I'm going to show up. And that's inaitwa law of attraction. You attract what you think and how you feel.
So kama una feel siku zote una feel kwamba you're sad ama I'm hungry, ndio hivyo. Lakini kama unafikiria kwamba sina, lakini I am feeling like I'm a millionaire, it's gonna come to you. It's the law of attraction. I love it. Yes. Asante sana kwa time yako. Ulikuwa wakati poa sana wa mimi na Doreen kupiga story. Ni malkia wa nguvu huyu tunamuita kabisa, ambaye yeye ni mpambanaji na mchakalikaji Marekani na amekuja Tanzania. Ni baada ya miaka 10 amekuja Bongo kusalimia familia, ndugu, jamaa na marafiki, na umekuwa wakati poa sana wa sisi na yeye kuweza kupiga story na kujua vitu vingi sana vizuri kutoka kwake, na limekuwa darasa zuri sana hapa kwenye Chemba. Mimi naitwa Anderson Dickson. Asante za kutosha kwa Kisanga kwa kuhakikisha kila kitu kinakuwa under control. Pia asante za kutosha kwa Abdul Mboloma kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakuwa fresh kinoma noma. Till next time, same place and of course same time.